Kabla hujafa hujaumbika, hakuna mwanadamu aijuae kesho yake. Haya ni maneno yanayoakisi maisha ya Marco Bugonzo aliyezaliwa mwaka 1957, ambaye maisha yake yalibadilika ghafla kutokana na ajali mbaya aliyopata akiwa bado kijana. Marco aliwahi kufanya shughuli za uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu katika migodi ya Nyakagwe wilayani Geita. Akiwa na umri wa miaka 25, alipata ajali ya kuanguka ndani ya shimo la uchimbaji wa madini na kuvunjika vibaya mguu. Tukio la ajali ilivyotokea duara tu iliporomoka. Kulikuwa na jiwe, ilikuwa sehemu fulani katika namna ukiwa unachimba duara, ule mtikisiko, ile jiwe tulikuwa tumelipita pembeni. Sasa jinsi unavyoendelea kuchimba, tunatumia nyundo wakati ukiwa umepata ule mwamba. Sasa unapopiga ule mwamba katika namna ya kuvunja, kumbe lile jiwe lilikuwa linaenda linaachia taratibu, baadaye lilikuja likashuka jiwe likanipiga mguu huu. Baada ya matibabu, madaktari walilazimika kuukata mguu huo na baadaye akapewa mguu wa bandia ambao kwa sasa mguu huo haufanyi kazi kwa kuwa ameutumia kwa zaidi ya miaka 20. Anaomba msaada wa milioni 1.5 ili kufanikisha kupata mguu mwingine wa bandia. Umeisha unanisumbua katika namna ya kutembea, katika namna ya kufanya shughuli zangu. Unaona? Ndio maana unaona kwamba nimefunga hata mipira. Wakati ulikuwa mpya, ulikuwa ni kubana mkanda tu hapa na ulikuwa hauniumizi, lakini sasa hivi umeshaniwekea hata vidonda kwenye sehemu ya goti na ninashindwa kufanya kazi ngumu. Kabla ya ajali hiyo, Marco alikuwa amejaliwa kupata mtoto mmoja wa kike ambaye mke wake alifariki dunia. Pia wazazi wake wote wawili wameshafariki dunia na alikuwa mtoto pekee katika familia yao. Kwa muda amekuwa akiishi kwa msaada wa balozi wa shina namba 3 tawi la Kikwete, mtaa wa Mwatulole, Bwana Kishiwa Zakaria, ambaye alijitolea kumpa hifadhi. Hata hivyo, kutokana na changamoto mbalimbali, balozi huyo amesema anaona ugumu wa kuendelea kumbeba peke yake. Sasa kwa changamoto yake ya mguu imekuwa ya muda mrefu akihangaika. Baada ya kufika hapa alinieleza shida yake, kwa sababu shida hii imemfanya hata maendeleo ya uchumi wake ushuke. Aliniomba nimpeleke Mwanza kwa ajili ya kuona kwamba je, anaweza akapata msaada wapi. Nilimpeleka Mwanza Bugando pale. Baada ya kufika pale Bugando tulipokelewa na baadaye tukaambiwa habari ya gharama ya mguu wake. Gharama ya mguu wake tuliambiwa ni milioni 1.5. Sasa kutokana na fedha ambayo nilikuwa nayo kidogo, nilishindwa kuweza kumgharimia. Sasa tulirudi nyumbani bila huduma yoyote, na madaktari walisema kwamba endapo pesa hii itapatikana turudi Mwanza ili akapate hiyo huduma ya mguu. Majirani wa balozi huyo wameeleza kuguswa na hali ya Marco na kutoa wito kwa wadau wa Samaria Wema, taasisi na watu binafsi kujitolea kumsaidia ili apate mahitaji maalumu na kurejea katika maisha yake yenye heshima na matumaini. Anapata shida, kwanza halimi, hafanyi kazi, kukaa tu, mguu umeshakatwa, yani hamna kabisa, yani hafanyi chochote kazi. Kwa Watanzania wenye Wasamaria wenye mapenzi mema waweze kumsaidia ili aweze kupata mguu, aweze kuendelea na shughuli zake
Naomba Watanzania sasa tujali matatizo ya binadamu, wanaumwa, wana matatizo, wana nini, tuchangie hao watu. Simulizi ya Marco Bugonzo ni ukumbusho kwamba maisha yanaweza kubadilika ghafla. Ni wajibu wa jamii kuonesha upendo na mshikamano kwa wale wanaopitia nyakati ngumu, kwani leo ni yeye, kesho inaweza kuwa wewe au mtu mwingine. Kwa yeyote atakayeguswa na kutaka kutoa msaada au kufahamu zaidi kuhusu hali ya Marco Bugonzo, anaweza kuwasiliana kupitia namba 0787358186. Narudia tena 0787358186.